أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يسجدوا لله فهم لا يحتاجون ألا يسجدوا لله. wao hawaogopi kumsujudia Mwenyezi Mungu alladhi yukhriju al-khaba'a as-samawati wal ardi, ambaye anatoa vyenye kufichwa mbinguni na ardhini. Vyenye kufichwa mbinguni na ardhini, maana katika mvua na mimea. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linuna, na anajua wanaoyaficha na wanaoyadhihirisha. Aya hii maneno yake kukamilika yanaungana na yaliyotangulia. Ni katika maelezo ya Hudhud, kama tunavyoona kwamba habari alizokuja nazo kwa Nabii Suleimani, kamweleza kuhusiana na hali ya Bilqis, akimwambia ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtaduna alla yasjudu lillahi. Wao hawaongokei kumsujudia Mwenyezi Mungu, hawaongoki kwenda kwenye kumsujudia Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake ay yasjudu lahu, fazidati la wadghima fiha nunu an, imezidishwa la baada ya an, na ikadigimishwa kwenye hiyo lamu ya la nuni ya an, kama fi qawlihi ta'ala lialla ya'lama ahlul kitabi. Kule anasema lialla ya'lama ahlul kitabi, lakini maana yake liya'lama ahlul kitabi. Kwa sasa na hapa alla yasjudu, asili yake an yasjudu, kwa maana ni ila an yasjudu. Fahum la yahtaduna ila an yasjudu, hawaongokei kwenye kumsujudia Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja. Hapa kuna viraa viwili, kimoja ni hiki cha alla yasjudu kwa shadda ya lamu, ambacho ni kiraa cha wasomaji wengi kasoro Kisai. Kwa kiraa chao hawa alla yasjudu kuna njia nyingi hapa. Moja ni hiyo tuloitaja, kwa itakuwa an ni harfu ya nasbi, la ni zaida, yasjudu ni mansubun bi an. Na hiyo ndo anasema bwana huyu, wal jumlatu fi mahali maf'ul yahtaduna bi isqati ila. Jumla hiyo iko katika mahali pa maf'ul wa yahtaduna, lakini kwa kupomosha ila
Umeelewana? La yahtaduna ila an yasjudu, ndio maana yake. Na kwa wajihi, kwa kiraa hicho hicho kuna wajihi wa pili kwamba alla yasjudu ni badali ya a'malahu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Shaitani kawapambia matendo yao. Matendo yao ni yapi? Alla yasjudu lillahi, ni kutomsujudia Mwenyezi Mungu. Ndio matendo yao yenyewe, kutomsujudia Mwenyezi Mungu. Hapo itakuwa la sio zaida, kama tukipita na wajihi huo kwamba hii ni badali ya amala. Lakini kati ya badali na mubdali minhu kuna i'tiradhi ambao ni fasaddahum ani sabili fahum la yahtaduna. Umeelewana nafikiri hapo pia tunaweza tukasema saddahum ani sabili alla yasjudu ila fahum la yahtaduna, hawaongoki. Kutoongoka kwenye ni nini? Alla yasjudu lillahi, kule kutomsujudia Mwenyezi Mungu. Inawezekana ni tafsiri pia, ni badali pia ya la yasjuduna, yani la yahtaduna. Kwa ikiwa ni hivyo, basi itakuwa hakuna itiradhi na wajihi mwingine ni kwa la yasjudu ni badali ya sabili. Fasaddahum ani sabili, akawazuia njia gani? An yasjudu lillahi. Kwa wajihi huo la itakuwa pia ni zaida. Kwa pana nyajihi tatu au nne, ambazo mbili katika hizo la ni zaida, lakini mbili la si zaida. Umeelewana? Anasema alladhi yukhriju al-khaba'a, na wajihi mwingine kiraa kingine cha Kisai anasema ala yasjudu lillahi, ala yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi samawati wal ardi. Kwa kiraa chake huyu Kisai itakuwa maneno yaanzia hapa, hayafungamani na ya nyuma, kwa sababu hii ala ni ya tanbihi, alafu ikafuatiwa na ya tanbihi vile vile. Msujudieni Mwenyezi Mungu. Usujudu itakuwa sasa ni amri kwa wajihi huo, kwa kiraa hicho. Ila sasa mwandiko wake umeandikwa kiqurani. Khatu ya Qurani inatofautiana na khatu ya kawaida ya kiistilahi. Ingekuwa ni khatu ya kikawaida, hiye kungekuwa na alifu pale, isingeliambatana na sini. Kungekuwa na alifu, alafu baada ya alifu kungekuwa na hamza, alifu ya wasli, ingekuwa yasjudu. Yefata ya baada ya alifu, alafu kukawa na alifu tena ya kuanzia usjudu. Lakini kwa sababu imeandikwa kwa khati ya Qur'ani, ndio ikaja tu ala yasjudu, ikaandikwa hivi hicho ni kiraa cha Kisai Kwa kiraa cha Kisai tutasoma ala yasjudu lillahi, sujudieni Mwenyezi Mungu, alladhi yukhrijul khaba'a, ambaye anatoa yenye kufichwa. Khaba'a ni masdarun bimaana al-makhbu'i min al-matari wan nabati.
yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi, anatoa yenye kufichwa katika mbingu na ardhi. Wa ya'lamu ma yukhfuna, yasomeka yukhfuna au tukhfuna? Wa ya'lamu ma yukhfuna, na anayajua wanayoyaficha. Fi qulubihim, katika nyoyo zao. Wa ma yulinuna, na wanaoyadhihirisha kwa ndimi zao. Hawamsujudii Mwenyezi Mungu. Sasa hii alladhi yukhrijul wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yulinuna ni qira'a alla yasjudu kwa shadda ama kama tukenda na ala yasjudu itakuwa ladhi, na itakuwa ni ya'lamu ma tukhfuna. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna. Sawa jamaa Kwa kiraa hicho itakuwa hii ni kwa ghaiba. Kwa msafu wameandikaje? Ya'lamu ma samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna. Ndio msafu unavyotaka. Kama patakuwa pana ikhtilafu ya qiraa, basi kuhusiana na hii yenyewe tutukhfuna na tu'linuna. Kama hivyo anasema wa qara al-Jahdari wa Isa ibn Umar wa Hafs wal Kisai tukhfuna wa tu'linuna bitai al-khitab. Kwa hiyo ina maana hapo kuna viraa vitatu. Kiraa cha kwanza cha wengi, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linuna. Hicho kiraa cha wengi. Halafu kuna alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fi samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Hicho ni qiraa riwaya ya Hafs kutoka kwa Asim. Alafu kuna qiraa sasa cha al-Kisai, hii ya Hafs itakuwa ndio iko msafuni, ni alla yasjudu alafu tukhfuna wa tu'linuna. Alafu kuna riwaya ya al-Kisai, Kisai yeye riwaya yake ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Sawa. Sasa tafsiri ya Imam al-Mahalli katafsiri fi qulubihim bi alsinatihim, na maana yakafasiri yukhfuna na yu'linuna, ndo anaifasiri yeye. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, Mwenyezi Mungu hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye, bwana wa arshi tukufu. Hiyo pia ni maneno ya nani? Ya yeye Hudhudi, au ni maneno ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya tanzihi, kuitakasha nafsi yake. Sasa hapa anasema istinafu jumlati thana'in, hiyo ni istinafu ya jumla ya thanai, mushtamilin ala arshi rahmani, thanai yenye kukusanya arshi ya Mwenyezi Mungu. Au mushtamilun, hiyo istinafi ni yenye kukusanya ala arshi rahmani, arshi ya Mwenyezi Mungu, fi muqabalati arshi Bilqis, katika kukabilisha na kiti cha Bilqis. Melana
Kwa hiyo huyu bwana Hudhud, baada ya kueleza kwamba yule mwanamke ana arishi kubwa, halafu anasema kwamba wanasujudia jua baada ya kumsujudia Mwenyezi Mungu ambaye yeye ni bwana wa arishi tukufu. Bainahuma baunun adhimun, kati yao kuna tofauti kubwa kabisa. Umeelewana? Kwa hiyo maneno yake yameishia hapo. Kama tukisema hii Allahu la ilaha illahu, ni maneno yake yanaendelea, na ndivyo ni maneno yake, kwa sababu hii pamoja na kwamba akasema istinafun, lakini inawezekana ikawa inawezekana ikawa ni nini, inaungia pale pale ile Allahu huyo alladhi yukhrijul khaba fi samawati wal ardi, ni Allahu la ilaha illahu. Maelana. Kwa hiyo ikawa ile ni istinafi, lakini istinafi ile si kiirabu, bali ni istinafi kwa maana ya kuingilia katika sifa nyingine mbali ya aliyoitaja, ile ya kutoa khaba fi samawati wal ardi, na kujua tunayoyadhihirisha na tunayoyaficha. Akaongeza sifa, akaanzisha sifa nyingine, lakini kiirabu ikawa ile Allahu ni habari ya mahdhufi au ni sifa ya Allah, ni badali ya alladhi. Na fitna ilana vizuri. Qala Sulaimanu lilhudhud, baada ya kumaliza maneno yake Hudhud, Suleimani asema, Nabii Suleimani, sanandhuru, tutatazama, asadaqta, umesema kweli, am kunta minal kadhibin, au umekuwa katika waongo. Naelewa. Baada ya kutoa maelezo Hudhud kwamba akakuta mwanamke akiwa na watu wanasujudia jua badala ya kumsujudia Mwenyezi Mungu ambaye ana sifa kedekede za kusujudiwa. Sasa Nabii Suleiman anambia, haya, ngoja tuangalie ukweli wako, akisema mkunta minal kadhibina, ay min hadha an-naw'i fahuwa ablaghu min am kadhabta. Manake akasema asadaqta, umesema kweli, ilikuwa kinyume chake iwe, au umesema uongo. Lakini asema umesema kweli au umekuwa katika waongo. Hii kusema umekuwa katika waongo ni ablaghi kuliko angesema umesema uongo. Kwa hiyo min alkadhibina asema min hadha an-naw'i, katika nawi ya waongo, fa huwa ablaghu min am kadhabta fihi. Umeelewa? Kuliko angesema au umesema uongo katika habari yako. Thumma dalahum ala alma'i, kama ilivyo kawaida Hudhud alitafutwa kwa ajili ya maji. Sasa ameshakuja na habari aliyokuja nayo tayari, akawafahamisha maji yalipo. Fastukhrija, yakatolewa, wartawau, wakanywa, watawadhau, wakatawadha, wasallau, na wakaswali. Baada ya kumaliza hayo yote sasa, thumma kataba kitaba, kisha Nabii Suleimani akaandika barua, suratuhu, sura ya barua ile, min Abdillahi Suleiman ibn Dauda ila Bilqisa malikati Sabai, kutoka kwa Abdillahi, kutoka kwa mja wa Mwenyezi Mungu Suleiman bin Daudi kwenda kwa Bilqisi malkia wa Sabai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu ala man ittaba al-huda, amani imshukie mwenye kufuata uongofu. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia. Hii salamu hii mara nyingi hutolewa kwa makafiri.
Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaandikia wale mushirikina barua, alikuwa akiwapa sana salamu hii, sababu wale huwezi kuambia salamu alaikum hali wako katika hali yao ya ukafiri. Kwa kuwa huwezi kuambia salamu alaikum, basi salamu yao assalamu ala man ittaba al-huda, kwamba hii sasa haikuwa ni kwa mtume peke yake, hata Nabii Suleimani pia inaonekana ilikuwa ndio salamu ya mitume wanapoandikia wasiokuwa Waislamu. Kwa hapa akamwambia salamu ala man ittaba al-huda, amani imshukie mwenye kufuata uongofu. Amma ba'du, ama baada ya hayo lokushatangulia, fala ta'lu alayya, msitakabari juu yangu, watuni, na nijieni. Aya yasema watuni muslimina, sio maana nijieni hali ya kuwa ni wenye kufuata. Sawa. Naam. Ukimwandikia Muislamu wenzako haipendezi, kwa sababu kana kwamba yeye wamwambia akifuata uongofu ndo salamu amani iwe juu yake. Wewe mwambie Muislamu wenzako atakuwa mpe moja kwa moja assalamu alaikum, amani tuishuke juu yake pasi na sharti yoyote. Lakini huyu amani ishuke juu yake kwa sharti afuate uongofu, asipofuata basi maelana. Kwa sema alla ta'lu alayya watuni, kwamba msitakabari juu yangu, fala ta'lu alayya watuni. Thumma tabahu bil miski. Usipatikia? Upate. Sio rasmi, tunatikiaje? Naam. Hii bilmiski bilmaski, miski. Basi akaifunga kwa kipande cha miski. Saa khatamahu bilmiski, akaifunga kwa kipande cha miski. Thumma tabahu bilmiski, kisha akaifunga kwa kipande cha miski, au akaiandika kwa miski. Tabas ndo kuchapa, kwa ukaiandika kwa wino wa miski, kwa kipande cha miski. Ngaja hapa asema jala alaihi qit'ata miskin kasham'i, amejalia juu yake kipande cha miski kama vile nta. Asema wote iwavyo, kama alika kipande cha miski au miski ndio ulikuwa wino wa kuandikia, vyovyote. Sasa asema wa khatamahu bikhatamihi, na akaipiga muhuri kwa muhuri wake. Mambo ya mihuri kutoka miaka hiyo yapo. Faqala lilhudhud, akamwambia Hudhud, idhhab bikitabi hadha, nenda na barua yangu hii, wa alqih ilaihim, na itupe kwao, ay Bilqisi wa qaumiha, kwa Bilqis na jamaa zake. Manake huyu Hudhud kasema wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi. Kwa sasa badala ya kusema wa alqih ilaiha, kasema ilaihim. Hii barua kaitupe kwao, kawape, kwa maana yeye na hao watu wake anaoabudu nao jua.
Na hapa pana viraa tofauti tofauti Kuna qiraa cha Abu Amri na Hamza, faalqih ilayhim, na kuna qiraa cha faalqihi ilayhim. Melana hicho ni qiraa cha nani? Cha Qalun, riwaya Qalun na kuna qiraa cha faalqihi ilayhim, faalqihi ilayhim. Wengine wote wamesoma faalqihi ilayhim, faalqihi ilayhim. Msafuni si ina kasra pasi na kuvutwa Msafuni ina kasra sio? Faalqihi ilayhim pasi na kuvuta lakini wengine Hamza, Abu Amri tena Abu Amri kwa riwaya ya Hafsul Duri na riwaya moja Hisham kapokea viraa viwili kimoja ni hicho faalqih ilayhim, na pia ndio kiraa cha Shuba kutoka kwa Asim. Qalun faalqihi ilayhim, Qalun kutoka kwa Nafi wengine ni faalqihi ilayhim Qalun alafu wengine sasa faalqihi ilayhim. Anasema kwamba thumma tawalla, chukua hii barua, ambiwa nani? Hudhud, chukua hii barua hii kaitupe kwao, kawape barua hii thumma tawalla anhum, kisha ondoka waache, yani insarif, waqif qariban minhum, ondoka usimame karibu yao, fandhur madha yarjiun, tizama ni kitu gani watarudisha, watasemaje, watazungumza kitu gani. Ukishawatupia hii barua wakaichukua wakaisoma, halafu wewe ondoka ukae kando usikilize watakachokizungumza Famadha yarjiuna, yaruduna min aljawabi, nini watakachokirudisha katika jawabu. Faakhadhahu, akaichukua, wa ataha, na akamjilia Balqis, wa haulaha junduha, na hali ya kuwa kando kando yake jeshi lake, kakae na jeshi lake kubwa. Wa alqaha fi hajriha, na akaitupa ile barua katika paja lake. Falamma ra'atuhu irta'adat, mwanamke yule alipo iona ile barua alitetemeka. Wa khada'at, na alinyenyekea. Umeelewana? Khaufan, kwa kuogopa, maana alipatwa na hofu kwamba kitu gani tena hiki kinachotoka wapi? Na kuna nuskha ur'idat ipo hapa ndani au hamna nuskha hiyo? Kwa baada ya kutupiwa barua na Hudhudi Bilqisi huyu na ubabe wake wote, alitetemeka na akanyenyekea kwa kuogopa. Thumma waqafat ala ma fihi, kisha akatokezea yaliyo ndani ya barua, maana akaisoma akajua yaliyo ndani yake. Thumma qalat, kisha akasema, ya ayyuhal malau, enyi jamaa, enyi kundi tukufu, enyi watemi nyie, inni ulqiya ilayya kitabun karim, hakika mimi kimetupwa kwangu kitabu kitukufu. Na anazungumza kutupwa pale, kasema faalqi, kitupe, na hapa sema kimetupwa, sababu Hudhudi hakwenda akamkabili akampa barua, bali kaitupa kwa mbali kafanya kuirusha. Anasema inni ulqiya ilayya kitabun karim, hakika mimi imetupwa kwangu mimi barua tukufu.
Manake tukufu vipi? Ni namna ilivyowekwa, ikapigwa muhuri, ikafungwa. Heshima ya barua ifungwe iwe na muhuri, ndio maana akaita kitabun karim. Na hapa akisema qalat li ashrafi qaumiha, aliwaambia watukufu wa jamaa zake. Maneno haya hakuyasema tu kwenye hadhara, bali katafuta lile kundi la watu watukufu wale, ndio maana akawalingana kwa kuambia ya ayyuhal mala'u. Mala'i ni wale watemi, wale wakubwa, viongozi, watawala, na hiya ya ayyuhal mala'u inni bitaqiqi alhamzatain wa tasili thaniya ya ayyuhal mala'u inni ya ayyuhal mala'u inni tasili thaniya wa qalbiha wa biqalbiha wawan, ndio kwa kuigeuza wao. Wa tasili thaniya biqalbiha wawa, na kuifanyia tasihili wao ya pili kwa hamza ya pili kwa kuigeuza wao, kwa maana itakuwa sasa hii tasihili ya hapa si kama ile ya kawaida ya kwamba harfu ikiwa na haraka, tasihili ni kuitamka kati ya harfu inaonasibiana na haraka yake na hamza. Kwa mfano hapa ingekuwa ya ayyuhal mala'u inni, lakini hapa tasihili yake ni kwa kugeuzwa wao kutokana na dhumma ya hamza iliyo nyuma yake, itakuwa ni ya ayyuhal mala'u inni, ya ayyuhal mala'u inni. Sawa. Inni ulqiya ilayya kitabun karim makhtumin, chenye kufungwa au kupigwa muhuri. Innahu min Sulaimana, hakika barua hiyo yatoka kwa Sulaimani. Innahu madhumunuhu, hakika barua hiyo madhumuni yake, kilichokusanywa na barua hiyo. Bismillahir rahmanir rahim. Kama kuhidi kwamba imeangushwa kutumia imetupwa, kwamba ikaangushwa juu yake. Yani hapa hasa Kiswahili kilicho kizuri kabisa, ikarushwa juu yake. Ukisema kwamba imefanyaje, imeangushwa, sawa, ndio kilichofanyika hapo, kaiangusha ndege kutoka juu huko, sawa. Haya, na hapa pia kuna faida, asema kwa nini ametumia kwamba imetupwa, imeangushwa juu yangu. Wako la majuhuli linakuja kwa asbabi, sababu ya kwanza kuleta wako la majuhuli ni kutomjua faili. Mfano kusema suriqa almata'u, hali ya kuwa humjui nani ameiba. Sababu ya pili wamjua lakini wamficha, wamsitiri. Sababu ya tatu wamuogopa, kama hapo ukisema ukimtaja aweza akakudhuru, kwa hiyo ukaona usimtaje. Lakini sababu ya nne kuwa wamdharau. Sababu ya tano wamuadhimisha, na nyingine ziko nyingi. Sasa hapa zinawezekana mbili. Inawezekana kwamba hakumuona, kwa hiyo hamjui aliyetupa. Sema inni ulqiya ilayya kitabun karim, nelewana. Au
alimuona lakini kamdhereu, sema nimetupiwa barua hapa, maana na kiumbe duni kabisa. Sawa, kwa kama kamuona itakuwa akasema hivi kwa kumdharau, lakini kama hakumuona akasema hivi kwa kutomjua, na inawezekana hakumuona kwa sababu kaiangusha kutoka juu akenda zake, na inasemekana ndege huyu ana uwezo wa kuruka juu sana, hudhudi kwa inawezekana anaenda juu sana alafu akailenga sawa sawa kutoka huko juu bila yeye kumuona. Sasa asema kwamba wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, hakika barua hii ni kutoka kwa Suleimani na hakikayo madhumuni yake ni bismillahir rahmanir rahim. Manake awasomea sasa ile baruani alla ta'lu alayya, kwamba msitakabari juu yangu, watuni muslimin, na nijieni mimi hali ya kuwa wenye kufuata, nijieni hali ya kuwa ni wenye kufuata, wenye kukubaliana na kile ninachokitaka. Aitwaina mu'minin wa qila munqadina, inawezekana muslimina kwa maana kuwa ni waumini mmeslimu, au hali ya kuwa ni wenye kufuata nitakachowaeleza, msije kwa hali nyingine yoyote, mje kwa unyenyekevu. Qalat ya ayyuhal mala, wakasema Bilqis, enyi watemi, aftuni fi amri, nipeni fatwa katika jambo langu. Na hii ni kama ile bitahqiqi alhamzataini wa tashili thaniyati biqalbiha wawan, ay ashiru ila alayya, nishaurini. Aftuni fi amri, nishaurini katika jambo langu hili. Ma kuntu qati'atan amra, sikuwa mimi mwenye kulikata jambo, kwa maana mwenye kuhukumu, qadiyatahu hata tashhaduni, mpaka mnihudhurikie. Siwezi nikahukumu jambo lolote kama nyie hampo wala hamjanipa ushauri mkaridhia na maamuzi yangu. Qalu, wakasema nahnu ulu quwwa, sisi ni wenye nguvu, wa ulu basi shadidi, na ni wenye vita vikali. Nahnu ulu quwwatin wa ulu basi shadidi, sisi ni wenye nguvu na ni wenye vita vikali. Ay ashabu shiddatin fil harbi, wenye nguvu katika vita, wakali wa vita. Wal amru ilaiki, jambo lenye kutegemezwa kwako. Fandhuri madha ta'murin, tazama nini unaamrisha. Tukuachia wewe jambo, wasemaje? Tuingie vitani? Umeelewana? Inna nutiuka, kasi tutakutii. Qalat, akasema bibi huyu, innal muluka idha dakhalu qarya, hakika wafalme wakiingia katika kijiji, afsaduha, hukiharibu, bitakhribi, kwa kubomoa bomoa. Wajalu aizata ahliha adhilla, na huwafanya madhalili katika watu wa kijiji hicho, yalikuwa huwafanya watukufu katika watu wa kijiji hicho kuwa madhalili. Kwamba hapa kama Suleiman atakuja kuingia na jeshi lake hapa, haya majumba yetu haya yatavunjwa vunjwa, si kiti hiki nini kitasambaratishwa, na sisi sote tutakuwa madhalili. Ndio akasema wajalu aizata ahliha adhilla wakadhalika yafaluna, na kama hivyo wewe watafanya hawa aimursilul kitabi, watafanya hawa wanaoleta hiki kitabu au wanafanya huko kwingine wanakofika, wafanya kama hivyo. Kwa habari ya kuminyana nao hawa si nzuri, itatuletea shida. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiya, na hakika mimi ni mwenye kuwapelekea zawadi. Fanadhiratun bima yarji'u almursaluna, ni mwenye kutazama watarudi na jambo gani wenye kutumwa.
hao nitakao watuma hao nitaangalia watakuja na majibu gani, min qabuli alhadiyati au raddiha, ikiwa ni kukubali hadia au kuirudisha. Taangalia kwamba watakubali zawadi, watarudisha. Inkana malikan qabila, akiwa ni mfalme Suleimani ataikubali zawadi, au nabiyan, au akiwa nabii lam yakubalha, hatakubali zawadi. Maanake ni kwamba huyu mwanamke alikuwa ni mtu mwenye hikima na akili kubwa sana. Hii zawadi anaipeleka kwa Nabii Suleimani si kwamba tu anataka amani yake, bali ameipeleka kwa mtihani na kumjaribu, kumwangalia Nabii Suleimani ni mtume, ni mfalme tu. Kama ni mtume atakataa zawadi, kama ni mfalme ataikubali, sababu wafalme waangalia dunia tu, wao wanachokitaka ni mali tu. Farsalati khadaman dhukuran wa inatha alfan bisawiya, akapeleka watumishi wanaume na wanawake, yani watumwa. Zawadi yenyewe ni watumwa wake kwa waume 1,000. Manake wanaume 1,000, wanawake wanaume 500, wanawake 500. Ampelekea zawadi ya watumwa hao wa 500 labinatin min adh-dhahabi, na matofari 500 ya dhahabu. Ile dhahabu ile, ule mkufu tu ule, ukiwa mkubwa kidogo ni mamilioni, si ndio? Sasa jamaa akachukua matofari, tujalie ni madogo tu kama yale ya kuchomwa, yale ni kama yale tu, wala sio ya block, ya kama yale ya kuchomwa tu, 100. Hebu niambie 500, yani sio 100, 500 yale, sura yake inakuwaje? Watajan mukallalan biljawahiri, na taji lenye kutiwa vito vya lulu, wa miskan, akampelekea na miski, wa anbaran, na anbari, wa ghaira dhalika, na yasiokuwa hayo, ma rasulin, pamoja na mjumbe, bikitabin, pamoja na barua. Fa asra alhudhudu ila Sulaimana, akenda haraka Hudhudi kwa Suleimani, yukhbiruhu alkhabar, akimpa habari. Unaelewa na? Mwambia bwana, huko bwana jamaa wanakuja na 1, 2, 3. Faamara an tudraba labinatu dhahabi walfidda, akaamrisha yapigwe matofari ya dhahabu na fedha, yatengenezwe matofari ya dhahabu na fedha. Wa an tudsata, na yatandikwe chini, min maudhihi ila 900 farasikha maidana, yatandikwe kuliko alipo mpaka farsakhi 900, uwanja wa farsakhi 900. Umeelewana? Sababu Nabii Suleiman naye alikuwa vizuri, naye alikuwa tajiri. Sasa hawa kama wajana matofari 500 ya dhahabu, sasa mimi nataka yapigwe ya dhahabu na fedha, kuanzia hapa farsakhi 9, yatandikwe katika uwanja wa farsakhi 9. Anayekuja na zawadi akija aone kama vile hakuja na kitu. Wa yabnu haulahu haitan mushrifan, na wamjengee mbele yake ukuta uliotokezea, min adh-dhahabi walfidda, wa dhahabu na fedha. Wa yu'ta bi ahsan dawabil burri, ahsan dawabil barri wal bahri, ma auladi aljinni an yamini almaidani wa shimalihi, na waletwe wanyama wa nchi kavu na baharini walio wazuri mno majini, wakae kuume mwa uwanja na kushoto kwake. Kwa maana wakija hapa wanasubiri
msafara wa zawadi watane kuume na kushoto katika uwanja uliotandikwa matofali ya dhahabu na fedha, farsakhi 9. Hapa sio na wapi wamefanya hiyo Chalinze, inaweza isifike, lakini ni mbali. Hapa Segera hapa sipo. Segera karibu, mbele kwa mbele huko, kote huko matofali ya dhahabu. Tumeelewana jamani Falamma jaa Sulaimana, ile zamani alipomjilia Suleimani, alipokuja yule mjumbe, jaa ar-rasul bil hadiyati wa ma huwa atba'uhu. Inshallah hapa tutaanzia hapa kutokana na muda inshallah. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفيلا كرما، وارزق الكل حلالا وأقلنا يا علماء نهض بالخير والسر وأقلنا بالرضا وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، للكتاب الفيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصالح علينا سر مستجب البداء رب فهمنا علوما لرسول الله واحلل عنا المشكلة. Hapa falsafa moja ni sawasawa na kilomita 5.76, maana kilomita 6 kasoro falsafa hiyo. Kwa falsafa 9 unapiga hiyo, ukipiga kilomita 6 mara 9 na maana karibia kwenye 60. Kwa falsafa hizo 9 ni karibu kilomita 60, ni 50 na zaidi ya 63 kwa sababu 5.76 mara 9 ndio 51 na point. Naona kwa kilomita 51 na point ni mbele ya Mweza, Tanga Ororo kama hivi. Sasa hapa na Ororo pako matofali tu ya dhahabu na fedha. Naonaje hapo? wastani huo ndio wastani huo tu kiwastani. Kwa sasa mzee, wewe hapo ukipwa tofali hili moja tu tena je? Balkis katoa matofali mangapi Sheikh? Matofali Alitoa Balkis ametoa matofali 500. Ndio
ule mwendo wake. Ndio hivyo, mwendo huu takriban zinakaribia marhala mbili. Allahumma la tamna'na al-ilm bimani wa la taqta'na anhu biqati. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.